Tunaendelea na habari za biashara na uchumi. Karibu. Wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA umezindua mpango wake wa kushirikiana na maafisa biashara wa mikoa na wilaya katika kuwezesha biashara na uwekezaji nchini. Taarifa zaidi na Esther Ntebe. Mpango huo unahusisha utaratibu wa kuunganisha mifumo na kubadilishana taarifa za biashara na miradi mbalimbali ya uwekezaji ili kurahisisha ufikishaji wa huduma za urasimishaji biashara na ukaguzi wa mifumo ya usalama na afya mahala pa kazi. Mtendaji mkuu wa OSHA, Khadija Mwenda, ameweka wazi mpango huo alipohitimisha semina ya kujenga uelewa wa pamoja baina ya OSHA na maafisa biashara wa mikoa na wilaya zote za kanda kaskazini jijini Arusha. Lengo kubwa la semina hii ilikuwa ni kukumbushana masuala ya usalama na afya, lakini vile vile kuangalia namna gani ambavyo tunatekeleza maagizo ya viongozi wetu, especially Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku zote amekuwa akisisitiza mifumo ya serikali lazima izungumze pale inapokuwa inatoa huduma kwa wananchi. Tumefurahia sana mafunzo ya leo. Hakika tumetoka na ujuzi, uelewa mpana kuhusiana na kazi za OSHA. Tunashukuru sana, lakini pia tunapenda kusema kwamba tutashirikiana kwa pamoja. Esther Ntebe, Channel 10. Wakulima wa kahawa mkoani Kigoma wameiomba serikali kupitia bodi yake ya kahawa kutoa bei elekezi ya zao hilo katika msimu husika ili wakulima wa mkoa wa Kigoma wawekeze zaidi katika zao la kahawa. Kwa taarifa zaidi tujiunge na Kurenge Mongi. Ombi hilo limetolewa na mwenyekiti wa chama cha msingi cha ushirika wa Mkibanda, Mchungaji Joshua Karume, wakati kituo hiki kilipowatembelea wakulima wa kahawa katika wilaya ya Kigoma vijijini. Serikali ingeweza kutoa bei elekezi kwa wakulima kwamba kwa msimu husika, kwamba kwa mwaka huu bei elekezi itakuwa hivi. Wakulima wengi wamekuwa wakishindwa kuwekeza kwenye hilo zao kwa sababu hakuna bei elekezi. Lakini wakulima hao wakaishukuru serikali kwa kuwapatia miche ya kisasa ya kahawa, huku wakiwahimiza wakulima wenzao kujiunga kwenye vyama vya ushirika kwa kuwa yapo manufaa makubwa watayapata katika shughuli zao za kiuchumi. Msimu wa 23-24 tulipata miche 311,000 na wakulima walipata hiyo na kupanda. 24-25 tumepata miche 172,000. Matazamio yetu katika miaka mitatu ijayo watakuwa wanaweza kuvuna kuanzia tani 100. Wanunuzi walikuwa wakija kununua kahawa wanatoa bei yote wanayohitaji ambayo ilikuwa chini mno. Lakini baada ya kujiunga na chama cha ushirika cha Mkibanda AMCOS kunufaika na masoko. Ninanufaika kupitia chama cha msingi cha Mkibanda kupata pembejeo zinazo nisaidia katika shughuli za kilimo. Wafanyabiashara wa mboga na matunda katika jiji la Dodoma wameitumia vyema njia ya mawasiliano ya kidijitali kutoa huduma kwa wateja wao kule walipo na hivyo kukidhi mahitaji hasa katika kipindi hiki cha mvua. Miaka ya nyuma biashara kama hii ilionekana ya kawaida, isiyohitaji matumizi ya mifumo ya tehama, ambapo wateja walilazimika kuzifuata bidhaa masokoni au magengeni. Lakini sasa mambo yamebadilika kabisa. Teknolojia imeleta njia mpya ya kufanya biashara. Tunakuwa tuna mfumo wa delivery. Yaani kuna bodaboda maalum ambaye anaweza kukufikishia mzigo popote ulipo. Mfumo wa malipo kutokana na delivery, kama bodaboda akienda kupeleka mzigo unaweza ukampa bodaboda au tunalipa namba. Katika kipindi hiki cha mvua, watu wanapokuwa majumbani, hawezi wakatoka. Kuna njia mbili, either ukatupigia simu au katuma listi, katuma tukakuandalia. Baadhi ya wafanyabiashara wamefanikiwa kuendana na mifumo hii ya kisasa, huku wengine wakibaki nyuma kutokana na changamoto mbalimbali, kama anavyoeleza mmoja wa wafanyabiashara katika soko la Sabasaba. Unajua hiyo ya mitandaoni ni ngumu kwa sisi wafanyabiashara Sabasaba kwa sababu uchumi nao bando nyinyi, hali inakuwa ngumu.
Kwa hiyo sisi hapa tunachofanya, mteja akija anakuambia mimi naomba namba yako, labda nakaa mbali, nakuwa nakuagiza vitu. Kwa upande mwingine, wateja ndio wanufaika wakuu wa mabadiliko haya. Wengi wao wanasema mfumo huu umepunguza usumbufu, umeokoa muda na kurahisisha upatikanaji wa mahitaji ya kila siku. Imekuwa rahisi kuagiza mtandaoni kwa sababu unaweza ukajipata huko bize ukitoka kazini, na sasa hivi ni kipindi cha mvua, ukizingatia huwezi kupita sokoni. Kwa hiyo ni haraka tu, ukifika nyumbani unapiga simu kwa watoa huduma, wanakuletea huduma mpaka nyumbani. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Tukirejea hapa baada ya mapumziko mafupi, atakuwepo hapa Eden Bahati kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Asante.